الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فلقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول سبحانه وتعالى: والصلح خير. Ndugu zangu katika imani, baada ya utangulizi huo, tunamshukuru Allahu tabaraka wa taala kwa kutuwafikisha kuhudhuria katika salatul Juma ya leo. Bila ya taufiki yake Allahu subhanahu wa taala, pengine na sisi tungekuwa katika wale ambao hawakufanya hivyo bila sababu ya msingi. Ndugu zangu katika imani, maudhui ambayo ninayo siku ya leo, naikumbusha nafsi yangu pamoja na kuzikumbusha nafsi zenu kuhusiana na suala la suluhu. Suluhu ni katika ibada ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama amezielezea kuwa na malipo makubwa kushinda hata baadhi ya ibada nyingi tu zile za sunna. Pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hivi nisikutambulisheni, nisikufahamisheni kuhusiana na jambo biafdhala darajatin, kwa jambo ambalo lina daraja kubwa zaidi, minas siyami wassalati wasadaka, kuliko hata swala, funga na utoaji wa sadaka. Qalu bala ya Rasulallah. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakasema, kwa nini usifanye hivyo ewe Mtume wa Allah? Akasema, islahu dhatal bayn, ni kuwasuluhisha watu waliogombana. Ndugu katika imani, kwa mazingira ambayo tunayoishi na kwa tabia tulizokuwa nazo sisi wanadamu, masuala ya kutofautiana yapo katika kila jamii na katika kila sehemu, iwe ni kwenye shughuli za kibiashara, makazini, nyumbani, mtu na jirani, watu mbalimbali. Masuala ya mizozo ni masuala ambayo yapo. Ndugu zangu katika imani, katika hii maudhui nitaigawa katika maeneo matatu. Jambo la kwanza nitakalolizungumza ni kuhusiana na sababu zinazopelekea watu kugombana, kwa sababu suluhu haiwezi kupatikana ni mpaka tayari kuwe kuna ugomvi uliokuwa umetokea. Kuna tofauti ambazo zimetokea kati ya mtu na mtu mwingine. Kwa hiyo sehemu ya kwanza itakuwa inaelezea sababu za kupelekea magomvi, sio zote kuzihudhurisha, lakini baadhi, na huenda zikawa zinapatikana kwa wingi sana katika maeneo tunayoishi. Lakini sehemu ya pili itakuwa faida ya suluhu. Watu watakapokuwa wamegombana, ni jambo ambalo wakati mwingine lipo ni kimaumbile, ni jambo la kimaumbile, basi
zile faida zinazotokana kutokana na ile suluhu ulioifanya. Na suluhu inaweza ikapatikana aidha kwa kurudi ile haki uliokuwa ukidai au kusamehe, na ukisamehe pia malipo yanaongezeka zaidi. Lakini sehemu ya tatu itakuwa ni hasara kutokana na kuto kukubali suluhu. Ni hasara gani ambazo mtu anaweza kuzipata pale ambapo ameitwa katika suluhu na yakazungumzwa haya masala, yakahudhurishwa na yakaelezwa kwa uwazi, ikahitajika suluhu, lakini kuna mtu akafikia hali ya kuto kuridhishwa na akaendelea na msimamo wake. Kwa hiyo tutaangazia ni jambo gani ambalo au ni mambo gani ambayo anaweza kuyapata. Ndugu zangu katika imani, suluhu yenyewe kama sulhu, maana kuna vitu viwili tunavizungumza. Maana yake ni kwamba ni aqdun yarfa'u an-niza wa yaqta'u al-khusuma baina al-mutanazi'ain. Suluhu ni makubaliano ambayo yanayopatikana baina ya watu wanaogombana wawili na kuondoa kabisa ule mzozo. Kwa hiyo yakipatikana yale makubaliano na mapatano, hiyo ndio tunasema ni suluhu, lakini kwa maridhiano ya pande zote hizo mbili. Ama tunapozungumzia ugomvi, tuna maana ya kwamba ugomvi ni an-niza wal munazaa, pia vile vile ni malumbano, mabishano na migogoro baina tarafaini, kati ya pande mbili au akthara au ikawa zaidi ya pande mbili, limutalabati bihaqin, kwa ajili ya kuidai haki, au daf'i da'wa, au kwa ajili ya kuondoa au kuzuia na kuelezea madai yaliyokuwemo, uhakika wake ni upi. Ndugu zangu katika imani, sababu zinazopelekea watu kugombana na kutofautiana ni pamoja na adh-dhulmu wal-i'tida' ala al-huquq au ala huquqi al-akharin, ni watu kufanya dhulma na kuvuka mipaka katika haki za wengine. Jambo hili linaweza kupelekea watu wakagombana. Allahu subhanahu wa ta'ala katika suratul Qasas aya nambari 77 ametueleza akasema, wala tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin, na wala usije ukafanya uharibifu katika ardhi, hakika Allahu subhanahu wa ta'ala hapendi watu wanaofanya uharibifu. Na katika uharibifu ni kudhulumu haki za watu, ni kudhulumu haki za watu, aidha iwe ni mali au hata heshima zao. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine ni alhasad wal baghdha, ni husda na chuki. Mtu inaweza ikampelekea chuki kwa mafanikio aliyokuwa nayo mtu, ikawa ni sababu ya kumchukia vile vile na kumkasirikia pasipo ya sababu ya msingi. Lakini ni kwa sababu ya nini? Chuki ambayo tu ipo katika moyo wake. Jambo hili linaweza kuwa likachangia kwa kiasi fulani, ije itokea sababu ndogo tu akapata pa kushikia, kumbe anamchukia kwa mafanikio yake, kila siku anatafuta sehemu ya kupitia. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili amesema, la tahasadu wala tabaghadhu wala tadabaru, msije mkahusudiana wala msije mkachukiana wala msije mkapeana migongo. Wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni nyinyi ni ndugu ambao mnaopendana, kuweni nyinyi ni ndugu ambao nyinyi waja wa Allah ni ndugu. Ikawa mkaondoa hizi tabaka zote hizo ambazo zilizokuwa zimetokea. Na tunafahamu kwamba hasadi ni suala la mtu wakati mwingine linakuwa amekuwa nalo, anaweza akawa moyo wake ameulea hivyo, ikawa ni mtu anafikia kuchukia na kufanya husuda kwa watu kwa vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaneemesha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kuweni waja wa Allah nyinyi kuwa ni ndugu, wala isiwe vinginevyo. Lakini sababu ya pili, ya tatu ni alghadhabu wa adam dhabti nafsi, ni kule kukasirika na kuto kuidhibiti nafsi yako. Ni kule kukasirika na kuto kuidhibiti nafsi yako inaweza ikapelekea mzozo ukawa ni mkubwa. Ndio maana yule sahaba alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akimwambia kwamba amuhusie, akimuomba usia, akamwambia la taghdhab, usije ukawa unachukia
kwa maana uidhibiti nafsi yako, asira yako, usije ukaifanyia kazi, usije ukaifanyia maamuzi. Kuna watu wengi sana wamefanya maamuzi wakiwa wamekasirika, alafu baadaye wakaja wakajutia, lakini wakaleta mzozo uliokuwa mkubwa sana. Ndugu zangu katika imani, pia vitu hivi wakati mwingine vinakuwa ni vitu vya kimaumbile. Kama tunavyoona, kuna wakati kuna mtoto mdogo tu ana miaka 2, 3, mingapi, inawezekana kwa zile chuki hasira alizokuwa nazo, ukimkasirisha kidogo anaweza akavunja hata vitu pale ndani kwako, vitu vingi vya thamani, kwa sababu ya hasira aliyokuwa nayo. Kwa hali hiyo basi, kuna haja ya kuweza kutibu matibabu ya hizi tabia ambazo tulizokuwa nazo kupitia Uislamu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo ya kwamba utakapokuwa umekasirika au umechukia, basi kwanza ondoka katika lile eneo. Kama ulikuwa umesimama, kaa, kwa sababu mtu aliyekaa anaweza akafanya matukio machache kuliko aliyokuwa amesimama. Na ikibidi ukiona bado inaendelea, kalale, kachukue udhu. Hiyo inatokana na sheitani. Kwa hiyo hasira ni sehemu ya sababu zinazopelekea watu kugombana. Lakini jambo lingine ni alkibru wa taali, ni kibri na mtu kujifanya yeye yuko juu, hadhi yake yuko juu. Kwa nini iwe kwa mtu huyu? Kwa nini asipewe hadhi yake stahiki na kwa majivuno aliyokuwa nayo? Jambo hili linapelekea sana watu wengi wakaweza kuchukiana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri, hawezi kuingia peponi yule ambaye katika moyo wake kuna dogo sana katika kibri. Kwa hiyo katika matatizo ambayo ya kuweza kuyaalij au kuyatibu ni kuhakikisha kwamba unaondoa kibri katika nafsi yako. Jambo hili linapelekea sana migogoro na mizozo na mabishano, na wakati mwingine wanagombana mpaka kufikia kuhitajia kwa sulhu. Ndugu katika imani, jambo lingine ambalo linalopelekea sababu za watu kugombana ni pamoja na alkadhbu wal khiyana, ni uongo na khiana. Anapokuja kugundua mtu kwamba kuna jambo fulani amedanganywa au amefanyiwa khiana, alikuwa anastahiki hivi, haikuwa hivi, inakuwa ni sehemu inayowapeleka watu katika mizozo na malumbano. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allaha la yuhibbul khainin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hapendi watu wenye kufanya khiana. Kwa hiyo kwa mambo haya tuliyoorodhesha na kuyataja, pale ambapo yanapotokea au mojawapo katika hayo yakitokea, panapelekea kuwa na mzozo. Baada ya mzozo na malumbano na ugomvi, jambo linalofuata ni suluhu. Sasa suluhu faida zake ni nyingi, faida zake ni nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza, lakini Allahu tabaraka wa taala katika Qur'ani ameeleza kutokana na jambo hilo. Jambo la kwanza kabisa tunalopata faida katika hii suluhu ni tahqiqu al-ulfati wal mahabba baina al-muslimin, ni kupatikana ule muunganiko na mapenzi baina ya Waislamu. Walikuwa wanachukiana, sasa wamekuwa wanapendana, kama ilivyokuwa imetokea tu kwa watu wa Madina wakati wamemkaribisha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basi baada ya ugomvi uliokuwa umedumu kwa miaka mingi, walikuja kuwa baadaye ni ndugu wanaopendana. Kwa hiyo jambo hili linakuwa ni muhimu sana, na mapenzi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyathibitisha kuwa ndiyo sababu ya watu kupata imani, na ukisha kuwa umepata imani ndiyo sababu ya kwenda kuingia katika pepo. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hujurat aya 10 anasema, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu, hakika waumini ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, wasuluhisheni baina ya ndugu zenu. Alafu aya ikamalizia ikasema, la'allakum turhamun, wattaqullaha la'allakum turhamun, na mcheni Allah ili muweze kupata rahma. Kwa hiyo miongoni mwa kupata rahma, huruma ya Allah tabaraka wa taala, ni kukubali suluhu, kusuluhishana na kuondoa ule mzozo uliokuwepo ambao umenyima kwa kiasi kikubwa rehema za Allah kupata au kuingia au kuwafikia wale watu waliokuwa wakigombana. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine tunalolipata katika suluhu ni nailul ajri al-azim, ni kupata malipo yaliyokuwa makubwa min Allah ta'ala, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
kama ilivyokuwa tumetangulia kusoma au kueleza maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna kheri inayopatikana kwa wingi katika mazungumzo yao mengi, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahi baina an-nas, isipokuwa kwa yule atakayeamrisha kutoa sadaka, kuamrisha wema na akaamrisha kusuluhishana baina ya watu. Kwa hiyo mazungumzo haya kwa kiasi kikubwa yanalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko baadhi ya zile ibada zingine, ukiacha zile ibada za faradhi. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine linalopatikana katika hii suluhu ni pamoja na izalatu shahna wal baghdha min alqulubi, ni kuondoa zile chuki, ni kuondoa chuki na ile mizozo ambayo ipo katika nafsi. Nafsi yako unakuwa umeitoharisha kwa sababu ya suluhu, kwa sababu kuna kitu kilichokuwa kibaya kimekaa katika moyo wako, umeamua kukiondoa, basi moyo wako unausafisha, unakuwa katika hali ya sawa. Ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoielekeza akisema kwamba la tahasadu wala tabaghadhu, msichukiane, wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni ni waja wa Allah, kuweni ni ndugu. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine ambalo linapatikana katika hii faida ya suluhu ni almuhafadhatu ala wahdatil mujtami', ni kule kuhifadhi umoja katika jamii, umoja ambao unaweza kupatikana katika jamii, wastiqraru, na ule utulivu. Jamii yoyote ambayo wanaokuwa wanamaliza matatizo yao kwa kusuluhishana inabaki katika umoja, katika mshikamano. Lakini itakapokuwa imekosa hiyo suluhu, ugomvi ukawa ni wenye kuendelea, ndugu zangu katika imani, jamii hii haina utulivu, haina amani. Lakini jambo lingine, anna al-islaha baina an-nasi afdala min kathiri min an-nawafil, kusuluhishana ni kuna malipo makubwa kuliko hata baadhi ya swala za sunna nyingi au ibada za sunna nyingi, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi niliyoitanguliza mwanzo wa utangulizi, hivi nisikufahamisheni kwamba kilichokuwa bora zaidi katika daraja kuliko hata funga, swala na sadaka? Qalu bala, wakasema tuambie ewe Mtume wa Allah. Akasema islahu dhatul bain. Kwa hiyo tunapata malipo kwa kuitaraji suluhu hii inapokuwa imezungumzwa. Lakini jambo lingine ni nashrul amni wat tumaanina baina al-afrad wal mujtami', ni kule kusambaza, kueneza, ni kule kueneza amani na utulivu kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii kwa ujumla. Jambo la mwisho kwa kulitaja, kuhudhurisha hapa, ni lianna sulha yaqtau asbabul adawa, kwa sababu ya suluhu inamaliza kabisa sababu za uadui, inaondoa na kukomesha sababu za uadui na chuki. Wa yuidul huquq, na hurudisha haki ila ashabiha, kwa watu wake. Fatasudul mawaddatu wal istiqrar, hapo yataenea mapenzi na utulivu katika hiyo jamii. Kwa hiyo kwa fadhila zote hizi ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani akasema wasulhu khair, suluhu ni bora zaidi kuliko kuendelea na mzozo. Wasulhu khair. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa usikum wa usi nafsi marratan thaniya bitaqwa Allahi ta'ala wa ta'atihi falaqad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia sehemu ya tatu, tulisema tuangazie kwenye adhararu adami qubuli as-sulhi, madhara ya kuto kukubali sulhu. Kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anapenda waja wake aliowaumba na kuwawekea sheria wakubaliane na kile alichokuwa amekiweka sheria, wafuate sheria hiyo. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anachukia kwa waja wake aliowaumba wanapoacha kufuata maamrisho na maelekezo aliyokuwa amewatolea. Kwa hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wanaokubali kufanya sulhu na anawachukia wanaokataa suluhu. Ndugu zangu katika imani,
Madhara yanayopatikana, jambo la kwanza ni istimraru al-adawati wal-baghdha'i baina al-muslimin, ni kuendelea chuki na hasira baina ya Waislamu, kuendelea uadui na chuki baina ya Waislamu. Jambo hili pale ambapo suluhu inapokuwa imeshindikana, basi wale watu watakuwa wanaendelea katika kugombana, kuchukiana, kukasirikiana, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amesema innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Waumini nyinyi ndugu, tofauti zinapotokea ni kuzimaliza na wala si kuzidumisha, bali kuna wengine mpaka wanarithisha katika vizazi vyao. Mtoto anazaliwa anakuta watu walishagombana miaka hiyo, miaka iliyopita ni 20, 50, 30, anaambiwa familia hii siyo kuzungumza nao, anarithi chuki na hasira ambazo zimeachwa na wazee wao, na kizazi hiki kinaendelea kuwa hivi, kitatanua wigo zaidi katika kule kuchukiana na kufanyiana uadui hata na familia zingine tofauti na zile alizohusiwa. Lakini jambo lingine, intisharu al-fasadi wal-furqati fil mujtama, ni kuenea uharibifu na tofauti, sintofahamu baina ya safu ya Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wala tanaza'u, wala msigombane, msibishane, msizozane, msilumbane, fatafshalu, mtafeli, watadhhaba rihukum, na nguvu yenu itaondoka. Kwa hiyo ule umoja uliokuwa unatakiwa kuundwa ili uwe na nguvu utaondoka kwa sababu ya magomvi na makasirikiano yaliyokuwa baina ya pande hizo mbili. Lakini jambo lingine ni al-wuquu fil ithmi, ni kuingia katika madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wasulhu khair, mtu ameingia katika madhambi, lakini kinachohitajika ni bora angefanya suluhu. Lakini jambo lingine ni hirmanul insani min al-ajri al-azim, ni mwanadamu kujinyima malipo makubwa angeyapata kupitia ile suluhu aliyokuwa ameifanya. Jambo la mwisho kwa kulitaja yaliyoorodheshwa hapa ni fasadu dhatil baini, ni uharibifu unaotokea baina ya makundi mawili, wahiya min a'zami asbabil hilak, nayo ni miongoni mwa sababu kubwa zaidi za kwenda kuangamia. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la yahillu limuslimin, si halali kwa Muislamu an yahjura akhahu fawqa thalath, kumhama ndugu yake zaidi ya siku 3. Kama we una ugomvi ambao umedumu ndani ya wiki, umedumu ndani ya mwezi, mwaka, miaka miwili, muongo, au imedumu miaka 20, 30, nenda kaumalize, unatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah tabaraka wa ta'ala ametukumbusha katika Qur'ani akisema kwamba alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum, hivi haujafika muda kwa wale walioamini zikawa na hofu nyoyo zao, wakubali maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka muda utakuwa umefika, tuondoe migogoro hiyo na tufanye suluhu hizo, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kututeremshia rehma zake na baraka zake, na atutengenezee vizazi vilivyokuwa vyema, na atuharishe mioyo yetu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربنا